Alright, welcome again to another tutorial of the topic complex numbers. So in this tutorial we're going to learn how to use MATLAB to solve complex numbers. This is my my desktop screen, and this here is the application MATLAB. So I'm going to open it now. If I double click, MATLAB will open. Yes, so ndo hiyo inafunguka taratibu. Okay. Yeah, this is MATLAB. Yeah. Yes, kwa hiyo MATLAB imefunguka sasa. So we are going to use MATLAB to solve complex numbers. Let me maximize it. Okay, this now is the inaitwa command window. Hii inaitwa command window, lakini mimi nitafungua kitu inaitwa new script. Kwa nimeclick pale palikuwa pameandikwa new script, imefunguka hii. So naweza nikaisave hii script yangu hii. Okay, nitaisave. Now hii command window naomba ni refushe iwe kubwa, iwe hivi. Kwa hiyo hapa juu nina script ndo nitakapofanya shughuli zangu. Hapa juu pia kuna, hapa chini kuna command window na yenyewe nitakuwa naitumia. So let's say we have a complex number z is equal to 2. Kwa hiyo z nimetype na hiyo equal to nimetype, na hiyo 2 nimetype kwenye keyboard plus I. So herufi ndogo tutumie I. So hii I pia nimetype tu kwenye keyboard. So anyways, naona mwandiko ni mdogo unaweza usiwe unaona vizuri Kwa hiyo nikitaka kurefusha mwandiko wangu nakuja hapa kwenye command window, naandika preferences. Nikitaka kuongeza font size naandika hii neno preferences kama hivyo. Nikipress enter itakuja hii tab ya settings. So kwenye hii tab ya settings kuna option hapa inaitwa appearances fonts. Kwa hiyo hapa tuchague ngapi? 24 sio mbaya. Apply. Okay. Yes, naona sasa hivi utakuwa unaona vizuri. So nimeandika Z, hii tutumie herufi ndogo hiyo hapo. So Z sasa na 2 plus I. You see, nikiclick hii button hapa run, inataka ni save hiyo script yangu. Kwa hiyo nitasave Mde Academy tutorial. Mde Academy tutorial. Save. Okay. Sasa let me click run. Nikiclick run, you can see hapa chini nakuja hapa inaniambia ni 2.0 plus, yani imeshaitambua Okay, imeitambua. So for example nikirudi huku kwenye trial, kwa hiyo huku chini kwenye command window ndo napata majibu Yes, kwa wale ambao wamefanya kazi na za computer programming wanaweza kaona similarity. Juu unaandika code, chini unapata matokeo kwenye terminal. Kwa hiyo ndo MATLAB na yenyewe inafanana hivyo Sasa you can see, let's say nikiandika herufi ndogo real. Unaweza kuja option nyingi hapa, naweza nikachagua hii real. Mabano nikaweka hiyo Z. Z maana yake ni hii ya juu hii, si ndio? If I click, so nataka, unajua complex number inakuwa na real part na imaginary part. Nataka real part of complex number z. So nikipress run, unaona inaniletea real part ni 2. Lakini imaginary part sasa ni imag. Unaona? So hapa inakuambia kabisa imaginary part of a complex number. So imag. Maana itabidi ije ngapi? Itabidi ije
1. Sasa kwa sababu you can see imaginary part ni 1. Now if I want the modulus, sasa natumia hii ABS. Okay? ABS. So mabano z tena. So itaniletea modulus ambayo ni 2 square plus 1 squared ambayo ni square root of 5 ambayo ni 2.3 ngapi. So you can see nikirun hiyo hapo 2.2361. This is the modulus of hii complex number z. I can also get the argument natumia angle alafu niweke hiyo z. So nikisema run, okay, nikiclick tayari lishakuja sorry. So hii hapa sasa, hii imekuja in terms of radians kwa hiyo ni 0.4636 radians so ilipaswa ije, nataka ije in terms of degrees kwa hiyo nitasema rad to hii hapa, convert angle from radian to degrees, rad to deg mabano. So tuweke hiyo argument yetu humo ndani, angle mabano z. So nikiclick hapa run, kwa hiyo inaniletea angle ndio hiyo 26.561. Let me do for another complex number. Let me do for a complex number gani? Tutumie complex number gani? Tutumie complex number x, tufanye ni 1 x sawa na 1 plus nini plus I. So tutafute so hii argument ya hii complex number x inabidi iwe 45 degrees tufanye kama tutapata rad to degree mabano angle x. Sindio, let's run, let's see what we get. 45 degrees, yes. Kwa hata hii pia ilikuwa sahihi. Sijapenda hii ilikuwa madesimo Hata hivyo hii ilikuwa ni ngumu kusolve kwa kichwa Hii hapa. Okay, so hivyo ndivyo tunavyopata so you can also get the conjugate anyways So mfano nikisema let's say y is equal to conjugate, kwa hiyo naandika conj of x sindio. So click kama kawaida nini, click run, kwa hiyo inabidi ije, you can see imekuja 1 minus I. So hata ningesema labda tuseme badala ya y tutumie herufi gani sasa, x y z w ni sasa na conjugate ya nini, ya z, conjugate ya z. Sasa market itakuja ni 2 minus I. Hiyo hapa w itakuwa ni 2 minus I. So this is MATLAB Yeah, sasa there are examples hii tukua tumejifunza tu jinsi ya kuandika complex number kwa MATLAB, kutafuta real part, imaginary part, modulus na argument pamoja na conjugate. So I want us to do also some examples to solve concerning how to do how to solve complex numbers using MATLAB. So let us see now example 1. Okay, so this is example 1. We're going to solve this expression here by using MATLAB. So let's go back to MATLAB. Let's solve this expression. Okay, so the example 1 said you take 2 plus 3i times 4 plus 2i, all of it over 1 plus I. So we can do it like this. Let a iwe sasa na ile 2 plus 3i, sindio? Run. Hiyo ni a. Alafu tuna b ni sasa na ile ilikuwa ni 4 plus 2i run alafu sasa tuwe na c. Kurun hapa ni muhimu sana ili hiyo complex number iwe stored kwenye herufi b Alafu mwisho sasa ni c iwe sasa na complex number 1 plus I. So also hivyo run. So swali sasa alikuwa anachukua huyo 2 plus 3i times 4 plus 2i. So all of these tuwekee brackets. Ilikuwa ni gawanya kwa nini? Kwa 1 plus I.
So if I run, I get the answer 9 plus 7i. So this is the first method of combating that example 1. But also instead of this ungeweza tu kuziingiza directly kwamba kama hivi kwamba tuna 2 kama ilivyo kwenye swali plus 3i times 4 plus 2i, and then all of this over, ni muhimu kuwekea mabano hii 1 plus i, ni muhimu kuiwekea mabano kwa sababu anaweza kukufanyia over 1 afu mwisho ajumlishe na i. So you can see if I run, I get the same answer, 9 plus 7i. So this was example 1. Let us see example 2. Okay, so this is example 2. Tuna part A na B. Tuanza kusolve part A. Part A ni 1 over 2 plus 3i jumlisha 1 over 2 minus 3i. So let's solve this by using MATLAB. Okay, so example 2 part A tumeona ni 1 over 2 plus 3i jumlisha 1 over 2 minus 3i. Sasa 2 plus 3i tayari tunayo, ni hii hapa a. So 2 minus 3i manake ni conjugate of a. Kwa hiyo let d iwe sawa na conjugate of a. So run d hapa So example 2 manake tunachukua 1 over a jumlisha 1 over d. No, sio maneno, ni d tu kama d hiyo hapo. So if I run, I get the answer hiyo ni 0.3077. Ningeweza kufanya moja kwa moja, of course nikafanya 1 over, no, hii ni a, 1 over nikasema 2 plus 3i tena jumlisha 1 over nikasema 2 minus 3i. So run again. You can see the answer ni ile ile. So this was example 2 part A. Let's see example 2 part B. Alright, so example 2 part B ndo hii 2 plus I squared over 1 plus 2i zidisha na 2 minus I squared over 1 minus 2i, all of this squared. So hii nitaiingiza kwenye MATLAB kama ilivyo, hakuna haja ya kulete na nini. So tuende kwenye MATLAB. Yes, so tuingize ile, so tukua na bracket alafu another bracket. Kwa tukua tuna 2 plus I squared. So all of this over 1 plus 2i. Alafu tukasema zidisha, hii ilikuwa ni 2 minus I, nimeandika 1, 2 minus I squared. So hii una type tu kwenye keyboard, gawanya kwa 1 minus 2i. So hii 1 plus 2i na hii 1 minus 2i na zenyewe ziweke ndani ya mabano ukitaka upate jibu sahihi. So zenyewe ziweke ndani ya mabano. Ndo MATLAB itaelewa kwamba itaelewa vizuri yani. So all of this tusema squared. So if I run, I get the answer hapa chini. The answer is 25. So that's how you solve complex numbers using MATLAB. Let me say see you in the next tutorial.